Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watu 7 kwa tuhuma za kujipatia kiasi cha shilingi milioni 81 na laki 5 kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa hao walikamatwa Mei 14 katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, ambapo walikuwa wakijipatia fedha hiyo kutoka kwa vijana mbalimbali waliotoka maeneo mbalimbali katika mkoa wa Mbeya na maeneo ya mikoa mingine, wakitumia ujanja wa kujipatia fedha au kuwarubuni kwamba watawapatia ajira kwenye kampuni ijulikanayo kwa jina la QNet na Global Alliance. Inadaiwa kuwa walikuwa wakiwashawishi vijana hao watoe kiasi cha shilingi kuanzia shilingi 40,000 hadi milioni 5 ili wajipatie ajira katika kampuni hiyo. Vijana zaidi ya 80 kutoka maeneo mbalimbali nchini waliingia katika mtego huo na kukusanywa katika nyumba zilizopo maeneo ya Iwambi, Shewa, Isyesye na Iyunga jijini Mbeya, na kuwapatia watuhumiwa hao kiasi hicho cha fedha ambacho nimekitaja kwa mategemeo ya kupata ajira nje ya nchi kupitia kampuni hizo mbili ambazo nimezitaja, jambo ambalo lilikuwa ni uongo. Kwa hiyo watuhumiwa waliokamatwa ni William Hamisi, huyu ni mkazi wa Mwambene; Tyson Rubida, huyu ni mkazi wa Shewa; Onesmo Hide Bones, mkazi wa Isyesye; Charles Masanja, mkazi wa Iwambi; Chemka Mwanyanga, mkazi wa Iwambi; na Gracia Ephraim, mkazi wa Isyesye jijini Mbeya, pamoja na mtu mwingine ambaye amejulikana kwa jina Ezekiel Mgogo, mkazi wa Igunga mkoani Tabora. Polisi mkoa wa Mbeya inatoa wito kwa watu wenye tamaa za kujipatia fedha kwa njia isiyo halali kuacha mara moja, na badala yake wafanye kazi halali ili kujipatia kipato badala ya kuwarubuni wananchi au vijana ambao hawana ajira. Vilevile inatoa rai kwa vijana wanaotafuta ajira kuepukana na tabia ya kutoa fedha kabla ili kupata ajira, kwani hakuna utaratibu wa kutoa fedha ndipo upate ajira katika nchi ya Tanzania. Badala yake kuna mifumo ambayo imewekwa, kwa hiyo inabidi waifuate ili kuweza kujipatia ajira. Aidha, wanashauriwa kabla ya kufanya maamuzi ya jambo lolote watafute taarifa sahihi za ajira kupitia mamlaka stahiki ili kupata ukweli wa ajira zinazotangazwa kupitia mitandao ya kijamii ili kuepuka kutapeliwa kama hivi ambavyo wamefanywa. Lakini pia kupitia nyinyi waandishi wa habari, naomba sasa muhabarishe umma, kuambia wale watu ambao kwa njia moja au nyingine hawaoni watoto wao, basi wafike katika kituo cha polisi kuanzia sasa. Lakini pia taratibu zinafanyika ili hawa vijana waweze kurejeshwa majumbani kwao walikotoka, badala ya kukaa kwenye majumba na kujirundika. Kama mlivyoona, mpaka watoto wengine, vijana wengine wana watoto wadogo, tena watoto wachanga ambao wako nao kwenye majumba ambayo wamewaweka. Kwa hiyo taratibu zinafanyika, hao wote watarejeshwa maeneo walikotoka kila mmoja. Kwa majina naitwa Isaya Ephraim Kabuo, natokea Iringa. Mdogo wangu naye ni mmoja ya vijana waliokamatwa maeneo ya Isyesye. Kwa nini alikamatwa? Kwa sababu alitoa taarifa kwetu kwamba alitoka Mafinga kuja huko, anasema kuja kufanya interview ya kazi, lakini baadaye akatoa taarifa kwamba interview hiyo inaenda kufanyika Arusha, makao makuu ya hiyo taasisi. Kwa hiyo akasema kwamba anahitaji kupewa kiasi cha shilingi milioni 4 kwa ajili ya laptop ya kufanyia kazi, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza passport na nyingine kwa ajili ya kusoma course ili afanye hiyo kazi. Tukajiuliza maswali mengi kwamba kwa nini utoe fedha ili upate kazi? Milioni 4 ni hela nyingi, kwa nini njoo nyumbani tukupe ili ufanye biashara? Kama tunayo njoo nyumbani tukupe ufanye biashara. Akasema hata hii ni biashara, kwa hiyo mimi siwezi kurudi huko, tafuteni hiyo milioni 4 mimi niweze kufanikiwa jambo langu. Tukasema haiwezi kutokea, lakini baadaye akasema kuna kipande cha ardhi tuuze maeneo ili tumpe hiyo milioni 4. Sisi tulipatwa na mashaka, tukaanza kufuatilia utaratibu kwamba huyu mtu kweli yuko Arusha. Baadaye tukagundua huyu mtu hayuko Arusha. Ndio baadaye kwa msaada wa jeshi la polisi mimi nikasafiri kutoka Mafinga kuja huku kwa ajili ya kufuatilia jambo hilo. Mwisho wa siku ndio amekamatwa akiwa hapa Mbeya.